tunaelekea pale katika uwanja wa Bombadia kwa ajili ya kuweza kusikiliza kile ambacho atakuwa akizungumza katika mkutano wa hadhara. Asante Dar es Salaam, asante Idrisa Abubakari kutoka pale Mikocheni. Mtazamaji, tukaribishe hapa katika viwanja vya Bombadia katikati kabisa ya manispaa ya Singida, mkoani Singida, ikiwa tumeweka kambi hapa kwa ajili ya kuletea matangazo moja kwa moja kuhusiana na ziara ya Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Ikumbuke kwamba Singida hapa ndipo asili ya Waziri Mkuu Dr. Lameck Nchemba, na kabla hajafika hapa amepitia maeneo kadhaa akitokea kule Dodoma, amepitia Manyoni, lakini pia amefika Singida. Mathalan akiwa Singida, mtazamaji, Dr. Mwigulu Nchemba ametilia msisitizo kwamba serikali hii ya awamu ya 6 muhula wa pili imejizatiti kweli kweli kuhakikisha kwamba ilani ya 2025-2030 inakwenda kutekelezwa, akizungumzia swala zima la kuhakikisha kwamba maeneo yote ambayo yamesalia kufikiwa na huduma ya nishati ya umeme itakwenda kufikiwa katika kipindi hiko cha miaka 5 kama ilivyoelezwa katika ilani ya Chama cha Mapinduzi. Anayekuletea matangazo haya ni mimi Bakari Msuya, ambao utakuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki ama matangazo haya kutoka hapa katika viunga hivi vya Bombadia. Na msafara huo wa Waziri Mkuu Dr. Lameck Nchemba ukiwa umeshafika hapa na wananchi wamefurika kweli kweli hapa. Utapata kuona picha na anawalaki pale ama anawasalimia viongozi ambao kumsubiria kwa hamu. Mama Martha Mlata, huyo mwenyekiti wa CCM mkoa wa Singida, na salimiana na waziri wa ujenzi Abdalla Ulega, lakini pia yupo mkuu wa mkoa wa Singida ambaye ndiye mwenyeji wetu hapa, Halima Dendego. Wanafanya soga pale, wanaongea mawili matatu. Tarajia mengi, ni kama ziara ya kumkaribisha nyumbani baada ya kuteuliwa Novemba 13 na kuapishwa Novemba 14. Ni juma moja tu limepita, mtazamaji, tangu akabidhiwe majukumu makubwa ya kuhakikisha kwamba shughuli zote za serikali zinakwenda kama serikali ilivyoweka mikakati yake na mipango yake kwa ajili ya Watanzania. Na anapanda jukwaa kuu kule na anasalimia hapa na viongozi wa kidini. Ulinzi hapa umeimarika kila kona. Utakwenda kusikia mengi kutoka kwake waziri mkuu huyu ambaye tunaelezwa ni wa 12 akichukua mikoba ya mtangulizi wake Kassim Majaliwa. Ikumbuka pia yeye pia ni mbunge wa jimbo la Iramba Magharibi, na kawaida yake hajabadilika, siku zote huvaa hiyo kashda scarf wanaita kwa lugha ya kitaalamu ya picha za ama rangi za bendera ya taifa. Twende jukwaa kuu, mtazamaji. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, karibu sana mkoani Singida. Karibu sana nyumbani, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Singida kwa mahaba ya kutosha wapo tayari kwa mapokezi ya aina yake, ukiwa umewaheshimisha kwa kuanza ziara yako ya kwanza ya kikazi katika mkoa wa Singida nyumbani. Karibu sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Na sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu pamoja na viongozi wote, ninaomba uridhie ratiba inayofuata ambayo itatendeka ukiwa umeendelea kusimama, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ambapo ni ya kupokea maandamano ambayo ni ishara ya kukukaribisha nyumbani, kukukaribisha hapa katika viwanja vya Bombadia mkoani Singida. Tafadhali sasa ninaomba kualika maandamano yaingie hapa viwanjani. Karibu sana brass band, muongoze sasa kuingia katika viwanja hivi wale ambao wote wapo katika msafara wa maandamano. Asante sana. Na maandamano hayo ishara ya kumlaki Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ni miongoni mwa shamra hizo za kumkaribisha nyumbani. Wenyeji wa hapa muda mrefu wamekuwa wakimsubiri kijana wao, ndugu yao, rafiki yao na Mtanzania mwenzao. Twende jukwaa kuu, kwa sababu maandamano yanaendelea kujiongea na bado hapo mbali kidogo. Ikikupendeza unaweza ukaketi, yakikaribia nitawainua tena. Karibu sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Ikumbuke kwamba kabla hajapewa jukumu hilo kubwa, Dr. Lameck Nchemba pia amepata kuhudumu katika wizara mbalimbali. Singida hoye! Singida safi!
Mmemwona mtoto wa nyumbani, mmemwona Mwigulu, mmemwona waziri mkuu wetu. Sawa sawa. Na kwa wakati huo, mjomba bendi, tupashe wakati tukisubiri maandamano yasogee, tuendelee na burudani kwa kifupi kabisa. Hai! Yuko wapi? Yule pale. Yuko wapi? Yule pale. Waziri wetu. Yuko wapi? Yule pale. Ale baba le. Sema, karibu nyumbani. Karibu nyumbani. Karibu nyumbani. Karibu nyumbani. Waziri wetu. Waziri wetu. Waziri wetu. Baba Mwigulu. Nyumbani ni nyumbani. Nyumbani. Tunakupenda sana. Nyumbani. Waziri wetu. Nyumbani. Dr. Mwigulu. Nyumbani. Asante mjomba bendi. Asante mjomba bendi. Asante mjomba bendi. Mjomba bendi, asante. Na sasa kwa heshima na taadhima, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninakuomba wewe pamoja na viongozi wote tuinuke kupokea maandamano haya yanayopita mbele yako. Mheshimiwa mgeni rasmi, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, maandamano haya yanaongozwa na brass band ya Jeshi la Kujenga Taifa, kikosi cha Makutupora JKT kutokea hapo mkoa wa jirani kabisa na mkoa wako wa nyumbani wa Singida, kwa maana ya mkoa wa Dodoma. Na wanaandamana nyuma yao, Mheshimiwa mgeni rasmi, ni ofisi ya mkuu wa mkoa, ndio kundi la kwanza, wakiwa na bango ambalo linasomeka ofisi ya mkuu wa mkoa, uwajibikaji na ufanisi ndio ahadi yetu. Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, mbunge, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nyuma ya ofisi ya mkuu wa mkoa, Mheshimiwa mgeni rasmi, ni madiwani wateule. Wao ujumbe wao unasomeka karibu nyumbani, tumefurahishwa na uteuzi wako. Na wao picha yako ikiwa inaonekana kabisa, Mheshimiwa mgeni rasmi. Na kundi linalofuata nyuma yao ni halmashauri ya mkoa wa Singida. Hapa wao wanasema wajibikaji na ufanisi ndio ahadi yetu kwako, kwa maana ya halmashauri hii itakuwa ni manispaa basi na shaka. Na nyuma, Mheshimiwa mgeni rasmi, wanasomeka ni wanawake na Samia. Wanawake na Samia hoye! Na wao wanasema karibu nyumbani, tumefurahishwa sana na uteuzi wako. Nyuma yao wanawake na Samia, Mheshimiwa Waziri Mkuu, vile vile lipo kundi lingine muhimu kabisa, na ujumbe wao unasomeka karibu sana Waziri Mkuu, karibu nyumbani. Uchimbaji ni utajiri na ajira kubwa Tanzania. Bila shaka ni wachimbaji wadogo, lakini ni wa kutoka hapa mkoa wa Singida. Mama lishe hawakuwa nyuma, Mheshimiwa mgeni rasmi, na wao wapo pamoja nawe wakikukaribisha nyumbani. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibuni sana. Mama lishe hoye! Baba lishe hoye! Maana wapo baba lishe pia, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Lakini umoja wa wanawake Tanzania, na wao ni kwa upande wa mkoa wa Singida, wapo pamoja nawe Mheshimiwa Waziri Mkuu, na wanapita mbele yako wakijidai, wanasema, Mheshimiwa Rais, tunashukuru kwa kumteua Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba kwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini nyuma, tafadhali bango hilo la nyuma naomba lionekane pia mbele, wakiwa na vuvuzela zao. Bila shaka ni hamasa, wamefurahishwa sana na wao na uteuzi wako Mheshimiwa Waziri Mkuu. Asante sana. Hongereni kwa maandamano mazuri kabisa yaliyoipamba vizuri siku hii ya mapokezi ya Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, nyuma kabisa lipo kundi kubwa kabisa ambalo na lenyewe halijabaki nyuma. Hawa basi na shaka ni umoja wa wasafirishaji. Hawa ni wapikipiki, lakini zipo bajaji zinaongozana vile vile, na wao wanaingia kwa mbwembwe wakiwa na madaha ya aina yake, honi zikiwa zinaita
wao ni chamwapita. Wanasema maafisa usafirishaji, tumefurahishwa na Mheshimiwa Rais kwa uteuzi aliofanya wa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na si mwingine ni Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba. Wanasema maafisa usafirishaji, tumemwelewa Mheshimiwa Rais kwa uteuzi wako, hongera. Makofi mengi sana kwa maafisa usafirishaji. Maafisa usafirishaji hoye! Maafisa usafirishaji safi! Haya, tupite sasa, tuende chap chap chap, tuende kwa haraka sasa. Asanteni maafisa usafirishaji, tuende sasa kwa haraka, tukimbie kidogo, tuende tuko nyuma muda. Asanteni sana na hongereni kwa kuinogesha siku ya leo. Hao mbele, Mheshimiwa mgeni rasmi, ni maafisa usafirishaji kupitia pikipiki za matairi mawili, wakifuatia nyuma hao na waendesha pikipiki za matairi matatu maarufu kama bajaji, ambao nao hawajabaki nyuma. Twende sasa, tuongeze mwendo tafadhali, tuongeze mwendo. Asanteni sana kwa kuipendezesha siku hii adhimu ya leo. Hongereni sana maafisa usafirishaji wa mkoa wa Singida, hongereni mno. Asante sana. Brass band, tuwe tayari sasa kwa ajili ya kutoa heshima kwa wimbo wa taifa pamoja na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Brass band, tujiandae kwa ajili ya heshima ya wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Asanteni sana. Bajaji hizo zimepambwa vizuri kweli kweli na picha ya Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba Madelu, mbunge na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana wanahamasa, tutulie sasa kwa ratiba inayofuata. Singida hoye! Singida safi! Mwigulu Nchemba hoye! Asante sana. Na sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninaomba tuendelee kusalia tukiwa tumesimama, ambapo sasa tunaenda kutoa heshima kwa wimbo wa taifa pamoja na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na tafadhali sana tunaomba tuzingatie lifuatalo, kwa ambao tumevalia kofia ambazo si sehemu ya sare mahususi, tafadhali tutazivua wakati tunatoa heshima kwa wimbo wa taifa na wimbo wa Afrika Mashariki, isipokuwa wale tu ambao wamevalia kofia ambazo ni sehemu ya sare, kwa maana ya men and women in uniform. Asante sana. Karibu sasa brass band, mtuongoze kutoa heshima kwa wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na wote tuinuke. Asante sana. Wote tuinuke, ama tusimame wote kwenye matenti kule ambao tumekaa, tafadhali tusimame kwa ajili ya kutoa heshima kwa wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Makofi mengi sana kwa ratiba hiyo. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa viongozi mliopo jukwaa kuu, viongozi wengine wote mliopo pamoja na Mheshimiwa mgeni rasmi na washiriki wote wa ratiba hii ya leo, ninaomba sasa tuketi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mara baada ya kutoa heshima kwa wimbo wa taifa pamoja na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, ninaomba uridhie sasa ratiba iliyopo mbele yetu ambayo ni ya kulikabidhi tukio hili mikononi mwa Mwenyezi Mungu ili tupate baraka zake ili lianze na kutamatika kwa salama na amani. Hivyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninayo heshima kualika viongozi wa kiroho walio pamoja nawe katika tukio hili la leo ili watuongoze kwa ratiba ya dua na sala. Na kwa kuanza, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninaomba nimwinue Baba Dr. Cyprian Hilinti. Yeye ni askofu wa kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania, Dayosisi ya Kati. Karibu sana baba, utuongoze kwa sala. Kwa shukurani na heshima tusimame. Tushukuru. Mwenyezi Mungu Baba wa rehema, sisi watoto wako tuliokusanyika hapa katika viwanja hivi vya Bombardier mkoa wa Singida, tuna neno moja tu, nalo ni shukurani mbele zako Mungu Mwenyezi. Tunazo shukurani tatu. Kwanza, tunakushukuru kwa ajili ya mkuu wa mkoa wa Singida mama yetu Halima Dendego na viongozi wote wa ngazi zote, wilaya, tarafa, kata, vijiji, mitaa na vitongoji, ulivyowaongoza kuandaa tukio hili la furaha na shukurani. Tunachoomba kwa mkuu wa mkoa na mkoa wa Singida, uwabariki, uwalinde, uwaongoze Mungu Mwenyezi kwa mkono wako. Shukurani za pili, Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, mbunge Iramba Magharibi, kwa kuteuliwa kuwa waziri mkuu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunachoomba kwako kwanza ni shukurani, lakini tunaomba umbariki, umlinde, umuongoze kwa mkono wako. Tuna shukurani za tatu mbele zako Mungu Mwenyezi kwa ajili ya mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunashukuru uliyemjalia tena nafasi ya kipindi cha pili kuliongoza kanisa letu, taifa letu pendwa. Tunaomba umbariki, umlinde, umuongoze kwa mkono na mapenzi yako. Nchi iwe na utengamano na amani, nao watu waishi katika amani na kubarikiwa katika shughuli zao. Tunaomba haya yote Mungu Mwenyezi katika jina kuu lipitalo majina yote, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tukae. Asante Baba Askofu Dr. Hilinti. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninaomba uridhie pia nimwalike sasa Sheikh wa mkoa wa Singida, Sheikh Isa Nassor, yeye akituongoza kwenye dua kwa niaba ya waumini wa dini ya Kiislamu. Karibu sana Sheikh wetu wa mkoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ewe Mola wetu mtukufu, ni wewe ndio uliotueleza waja wako, niombeni nitakupeni. Tumekuomba katika jumla ya tulioyaomba, uchaguzi wa nchi yetu hii
upite salama, umepita salama. Tumekuomba utujalie kupata viongozi walio waadilifu, umetupatia. Baada ya kutuhimiza tukuombe na utatupa, ukatuelekeza, unapotupa tukushukuru. Sisi waja wako tunakushukuru kwa sababu umetuahidi tukikushukuru wewe Mola wetu utatuzidishia. Lakini mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza asiye washukuru watu, basi hata wewe Mungu hawezi kukushukuru. Tunakushukuru Mola wetu mtukufu kumpa upeo wa uono Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kumuona ndugu yetu, kijana wetu, fahari yetu, Msingida mwenzetu kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ya Rabbi, tunamshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunarejesha shukrani zetu hizi kwa sababu wewe umetuelekeza tuwashukuru watu. Tusipowashukuru watu, maana yake hata wewe Mungu hatukushukuru. Mola wetu mtukufu, tunakushukuru kwa kujalia Tanzania kuwa ni taifa lenye utulivu na amani. Tunakuomba Mola wetu mtukufu, kwa upole wako zidi kuitazama Tanzania kwa jicho la rehema, jicho la huruma. Wahurumie wa Tanzania ambao wewe Mwenyezi Mungu umejalia katika utu wao umewakosesha macho. Kuna Watanzania uliowaumba wewe Mwenyezi Mungu, walemavu, viwete, hawawezi kukimbia. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kupitia walemavu hao, shusha amani na utulivu katika nchi yetu. Mwenyezi Mungu, itulize Tanzania kama ulivyoituliza mbingu yako. Mwenyezi Mungu mtukufu, itulize Tanzania kama ulivyoituliza ardhi yako. Mola wetu mtukufu, itulize Tanzania kama ulivyoituliza bahari. Mola wetu mtukufu, itulize Tanzania kama ulivyotuliza majabali yametulia katika ardhi. Ya Rabbi, hakuna jabari yoyote anayeweza akaitikisa ya ardhi na ikatikisika. Ya Rabbi, asitokee yoyote wa kuweza kutikisa hii Tanzania, itulie kama ilivyotuliza ardhi. Ya Rabbi, kwa uwezo wako na utukufu wako, mtulize kiumbe wako ambaye wewe ndiye umetaka awe waziri mkuu wa Tanzania. Mpe utulivu, mpe ujasiri, mpe maono. Wewe jicho lako halisinzii, jicho lako halilali. Ya Rabbi, tunakuomba uilinde Tanzania na maadui wa ndani ya Tanzania, uilinde Tanzania na maadui wa nje wa Tanzania. Ya Rabbi, ilinde Tanzania na vibaraka wa Tanzania, mbinu zao, njama zao, wewe Mwenyezi Mungu ndiye unayejua na unaona. Ya Rabbi, tunakuomba ulipe jeshi letu la wananchi umahiri, utulivu, usikivu, uzalendo wa kuweza kuilinda mipaka ya nchi hii. Wanaoitakia ubaya nchi yetu waweze kudhihirika. Ya Rabbi, Mola wetu mtukufu, tunakukabidhi kijana wetu Mwigulu Lameck Nchemba, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunamweka katika ufalme wako na utukufu wako, lisimfike dhara yoyote ila impate hifadhi kutoka kwako. Ya Rabbi, mlinde yeye na mkewe na watoto zake. Ya Rabbi, walinde viongozi wote wa serikali ya mkoa wa Singida chini ya jemedari mama yetu Halima Dendegu na wasaidizi wake. Kwa baraka ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasema amin, amin, amin. Amin, amin,
Amin. Na sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninaomba uridhie tuhitimishe ratiba ya dua na sala kwa kupata sala kutoka kwa Father Simon Liwanoga. Yeye ni paroko wa Kanisa Kuu Katoliki la Singida. Karibu sana Father, utuongoze kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ee Mungu Mwenyezi wa milele, tunakushukuru sana kwa zawadi ya uhai na afya njema unayotujalia bila mastahili yetu, na kwa namna ya pekee tunakushukuru sana kwa uteuzi wa waziri mkuu mpya, ndugu yetu Mheshimiwa Lameck Mwigulu Nchemba mbunge. Tunapomkaribisha nyumbani na kumpongeza, sisi wana Singida, kati ya mambo mengine mengi, tunamwahidi yafuatayo. Kwanza, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakuahidi kukuombea ili Mungu azidi kukujalia afya njema na maisha marefu, akulinde na kukukinga na mitego ya adui na hila za shetani. Pili, tunakuombea sio kwa sababu umeukata, umeula, umetoboa, la hasha, ila kwa sababu umebeba dhamana kubwa ya taifa letu. Mungu akujalie hekima ya Roho Mtakatifu ili uwe wakili mwema wa zawadi za Mwenyezi Mungu, na kamwe usiwe wakili dhalimu, ili wote utakaowatumikia wamtukuze Mungu aliyekupa nafasi ya kuwa waziri mkuu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Asante sana Father wa sala hiyo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pamoja na viongozi hawa ambao wanawakilisha CCT, BAKWATA na TEC, lakini wapo viongozi wengine wa kiroho ambao wameambatana nao, ningependa watambue tu, wapunge mkono popote walipo. Karibuni sana, tunashukuru kwa uwepo wenu. Vile vile Mheshimiwa Waziri Mkuu, wapo viongozi wa kimila, machifu popote mlipo, machifu na watemi. Mheshimiwa mgeni rasmi atambue uwepo wenu. Karibuni sana. Na kwa dua na sala, lakini kwa uwepo pia viongozi hawa wa kimila, ninatumai mvua hii ambayo ni baraka kubwa, Mheshimiwa mgeni rasmi, itatulizwa katika muda usiokuwa mrefu. Asanteni sana viongozi wetu wa dini, lakini viongozi wa kimila kwa uwepo wenu. Asante sana, tunaamini mvua inaenda kutulia sasa hivi. Na sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninaomba uridhie ratiba inayofuata ambayo ni ya kutambuana kwa makundi mbalimbali yaliyo pamoja nawe katika tukio hili adhimu. Hivyo ninayo heshima kumuinua mama yetu shupavu kabisa, Daktari Fatuma Mganga, Katibu Tawala mkoa wa Singida, yeye atupitishe kwenye utambulisho. Katibu Tawala hoye! Singida safi! Karibu sana mama yetu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Singida oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, na viongozi wote ambao tuko meza kuu, mimi niko hapa mbele yenu kwa ajili ya kufanya utambulisho wa watu mbalimbali na viongozi ambao wameungana nasi kwa siku hii ya leo. Kwanza kabisa nimlete kwenu Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, Mheshimiwa Profesa Riziki Shemdoe. Karibu Profesa. Asante sana. Tunaye pia Waziri wa Ujenzi, Mheshimiwa Abdalla Ulega. Karibu sana Singida. Tunaye pia mkuu wetu wa mkoa wa Singida, Mheshimiwa Halima Dendego. Karibu, yupo mahali hapa. Tunaye naibu waziri kutoka Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, Dr. Pius Chaya. Yuko pale, asante sana.
tunaye naibu katibu mkuu TAMISEMI ambaye ni ndugu yetu Sospita Mtwale, asante sana. Tunaye mkurugenzi wa usalama na mazingira kutoka Wizara ya Ujenzi, na huyo amemwakilisha katibu mkuu Wizara ya Ujenzi, Injinia Kashinde Musa yupo mahali pale. Tunaye mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi Comrade Martha Mlata. Tunao pia kamati ya siasa ya mkoa, wote wako mahali hapa kumpongeza ndugu yetu waziri mkuu, nao pia watusalimie. Tunao waheshimiwa wabunge wetu wakiongozwa na mbunge mwenyeji dada yetu Yagi Kiaratu, wote kwa pamoja tusimame. Tunayo pia kamati ya usalama ya mkoa, popote walipo naomba tusalimie hadhara hii, asanteni sana. Tunao waheshimiwa wakuu wa wilaya zetu zote 5 wakiongozwa na Godwin Gondwe, wakuu wa sehemu na vitengo kutoka sekretarieti ya mkoa, ofisi ya mkuu wa mkoa, nao tusalimie. Tunao wakuu wa taasisi za umma na binafsi, wote kwa pamoja naomba tusalimie hadhara hii, asanteni sana kwa kufika. Wapo makatibu tawala wa wilaya zetu 5, mahali popote mlipo basi tusalimie, asanteni. Tunao wakurugenzi watendaji wa halmashauri zetu 7 za mkoa wa Singida, asanteni sana kwa kuja. Wapo wenye viti wa Chama cha Mapinduzi wa wilaya zetu zote za mkoa wa Singida, popote mlipo msimame. Wapo makatibu wa Chama cha Mapinduzi wa wilaya zetu zote, popote mlipo naomba msimame msalimie. Lakini zipo kamati za siasa za wilaya zote za mkoa wa Singida, nanyi kama mpo msimame msalimie, asanteni. Tunao wenye viti na viongozi wa vyama rafiki vya siasa wapo mahali hapa. Tunayo kamati ya usalama ya wilaya ya Singida, kama mpo basi na nyie msalimie, asanteni. Wapo waheshimiwa madiwani, kama tupo basi na sisi tusimame tusalimie, asanteni sana waheshimiwa madiwani oye. Lakini kipekee kabisa MC alishawatambulisha viongozi wetu wa dini na wameshakuja mahali hapa kutusalimia, na pia vile vile amewatambua. Tunao viongozi wa baraza la wazee, kama tupo jamani na sisi tusalimie. Baraza la wazee wako mahali pale jamani, wazee wetu oye. Tunayo mashirika yasiyo ya kiserikali yakiongozwa na dada yetu Happiness, kama tupo na sisi tusalimie. Wapo Mheshimiwa Waziri Mkuu, hao nawaona ni wananchi wa kutoka halmashauri mbalimbali, wamekuja kwa ajili ya kukupokea na kuthibitisha wanakupenda sana. Mvua ni nyingi, mvua ni kali, lakini wametulia tuli ili waweze kukupokea na kukupongeza. Kwa hiyo kwa heshima kubwa niwatambulishe wananchi wote wa halmashauri zote walioweza kufika mahali hapa. Jamani, tumpungie Mheshimiwa Waziri Mkuu. Asanteni sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Wapo waandishi wa habari ambao wako mahali hapa, nao pia tuwatambue. Lakini kipekee kabisa kuna vikundi mbalimbali vya wasanii, nao pia Mheshimiwa Waziri Mkuu wamefika mahali hapa, niwatambue nao popote walipo basi watupungie. Baada ya kusema hayo, mimi ninakushukuru sana na ninasema karibu sana Mheshimiwa Waziri Mkuu pamoja na viongozi wote. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Naomba tumpigie makofi mengi sana mama yetu kwa utambulisho huo mzuri. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kutokana na hali ya mambo ilivyo, mvua kubwa, baraka hii, neema kwamba umekanyaga ardhi ya nyumbani kwa siku ya kwanza, tunaomba sasa uridhie
tuvunje misingi fulani ya kiitifaki ili mambo mengine yachukue nafasi yake Mheshimiwa Waziri Mkuu. Lakini Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa alikuwa ananiuma sikio, anasema viongozi wa dini na viongozi wa kimila kifurushi kimetosha. Kwa hivyo kama mnaweza kwa namna yoyote basi jambo lipoe. Na kwa kuwa nimesema hivyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninaomba ikupendeze sasa nimwalike Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi, Mheshimiwa Abdallah Ulega aje atoe salamu kwa kifupi kabisa, kisha kualike wewe ili uzungumze na Wanasingida hawa ambao pamoja na mvua kali hivi wameendelea kusalia nawe kukupokea. Karibu sana Mheshimiwa Waziri. Singida hoye! Mama Samia hoye! Dr. Mwigulu hoye! Mheshimiwa Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, leo ni ushahidi ya kwamba Rais Daktari Samia Suluhu Hassan hakukosea kukupa wewe nafasi hii ya kuwa msaidizi wake kama kiranja mkuu wa serikali katika Jamhuri yetu ya Muungano wa Tanzania. Mvua iliyokukaribisha hapa viwanja vya Bombadia katika mji huu wa Singida ni ushahidi wa baraka nyingi sana, ni ushahidi wa upendo mkubwa, ni ushahidi wa mafanikio makubwa yanayokuja katika taifa letu pale siku za usoni. Haijawahi mvua kuwa balaa hata siku moja. Siku zote Mwenyezi Mungu ameumba mvua kama ishara ya mafanikio, kama ishara ya upendo, kama ishara ya kilimo chenye kuleta mavuno na watu kuondokana na njaa. Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, wewe leo umeingia katika mji huu wa Singida ambao haujaona mvua kwa muda mrefu sasa, na katika katikati ya kiangazi hiki mvua imenyesha hapa leo Singida. Dr. Samia hoye! Dr. Samia hoye! Naomba sasa nisiharibu maneno na nisichukue muda mwingi katika kulinda heshima hii niliyopewa ya kukukaribisha. Naomba kwa unyenyekevu mkubwa nikukaribishe uweze kuwasalimia Wanasingida. Karibu sana daktari, uweze kuzungumza nasi. Popote ulipo, kama unaweza kuinuka tafadhali inuka kumpokea Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tuinuke popote pale tulipo, kama unaweza tuinuke tumkaribishe azungumze nasi. Mheshimiwa Waziri Mkuu hoye! Mheshimiwa Mwigulu Nchemba hoye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu sasa uzungumze na Wanasingida, uzungumze na Tanzania, kwa sababu tukio hili linaonekana mbashara kupitia shirika la utangazaji Tanzania TBC. Karibu sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tanzania oye! Singida gonto! Singida gonto! Mheshimiwa mwenyeji wetu mkuu wa mkoa, dada yangu Halima Dendego, Mheshimiwa Waziri Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, Profesa Riziki Shemdoe, ndugu yangu Abdallah Ulega, Waziri wa Ujenzi, Mheshimiwa Naibu Waziri wa Mipango na Uwekezaji, ndugu yangu Daktari Pius Chaya, mwenyekiti wetu wa CCM mkoa, mama yangu Martha Mlata, daktari mganga rasi wetu wa mkoa Singida, viongozi wote wa serikali mlioko hapa, waheshimiwa wabunge wote mlioko hapa,
kamati za ulinzi na usalama mkoa na wilaya zetu zote, viongozi wetu wa dini, natambua uwepo wenu. Nitambue uwepo wa waheshimiwa madiwani. Nitambue uwepo wa kamati za siasa mkoa na wilaya. Nitambue uwepo wa wageni wetu wote waalikwa mlioko hapa, jukwaa kuu kulia na kushoto. Nitambue uwepo wa wasanii wetu wote mlioko hapa, waandishi wa habari, wananchi wote wa Singida. Habarike. Habari ya Batiko. Wanyaore. Habari okaya. Maya repona. Nane madabu. Alimo jefiane koko. Nena no choyo. Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa, nimekuja hapa na salamu za Mheshimiwa Rais, Makamu wa Rais pamoja na Rais wa Zanzibar. Lakini kabla sijatoa salamu za Mheshimiwa Rais, naomba uridhie kwa niaba ya wabunge wote wa mkoa wa Singida tumkaribishe mbunge mwenyeji aweze kusalimia. Mheshimiwa mbunge mwenyeji, karibu sana uweze kusalimia. Singida oye! Mama Samia oye! Mheshimiwa Mwigulu Nchemba oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, kaka yangu Mheshimiwa Daktari Mwigulu Nchemba, wetu wa mkoa Mheshimiwa Halima Dendegu, mwenyekiti wetu wa mkoa mama yangu Martha Mlata, Profesa Riziki Shemdoe, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, Mheshimiwa Ulega, waziri wa ujenzi, kaka yangu Chaya, naibu waziri wa mipango, katibu tawala wetu, viongozi wote mlioko meza kuu, lakini niwatambue sana wananchi wote mliohudhuria, mabibi na mabwana, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya wote nimshukuru sana Mungu, lakini nichukue fursa hii kukukaribisha mtoto wa nyumbani. Karibu nyumbani. Imekuwa faraja kwetu kupata waziri mkuu wa kwanza anayetoka mkoa wa Singida. Mwigulu Nchemba hoye! Kwa niaba ya wana Singida, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kukuona na kukuteua kuwa waziri mkuu wa nchi hii. Waswahili wanasema wali wa kushiba unaonekana kwenye sahani. Wewe umeonekana tangu mwanzo ni kiongozi, na niwaambie wananchi, mimi nimeshuhudia jina lake liliposemwa bungeni, namna ambavyo wabunge wote walifurahi na kushangilia, wote wakamuunga mkono. Naamini na sisi wananchi tunakwenda kukuunga mkono. Ni imani yangu, ni imani yetu sisi wananchi wa Singida kwamba wewe unakwenda kutuheshimisha kwa kufanya kazi iliyotukuka. Tunakufahamu wewe ni mwadilifu, wewe ni mchapakazi, lakini wewe ni mzalendo. Na kikubwa sana niwaambie wananchi wa Singida, huyu haendi kutafsiriwa, anakwenda kutafsiri, kwa sababu ameshiriki katika kutengeneza mpango wa taifa wa mwaka 2025-2050, lakini ameshiriki kutengeneza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Leo anapewa utendaji mkuu wa serikali
haendi kuuliza, anaenda kuelekeza, maana alikuwepo kwenye mjadala, kwenye hoja na kwenye kutoa maazimio. Sisi tuna imani na wewe Mheshimiwa Waziri Mkuu, tutakuunga mkono kwa kila hali, lakini kikubwa tutaendelea kukuombea. Nimeona viongozi wetu wa dini wameelekeza maombi kwa nchi na wewe, na sisi tunaungana nao kuhakikisha kwamba tunapata muda mzuri wa kukuombea na kukusaidia uweze kutekeleza majukumu yako vizuri. Tuna imani na wewe, tuna imani na Mheshimiwa Rais, tuna imani na Tanzania yetu. Lakini nitakuwa sijatenda haki kama sitawakumbusha wananchi wa Singida. Wananchi wa Singida, niwaombe kwa dhati kabisa, tuende tukailinde amani yetu. Amani hainunuliwi. Ikiharibika, kila mtu anaharibikiwa. Niwaombe sana tusidanganywe. Tulinde amani yetu. Kama tuna chochote, tutakaa mezani tujadiliane, na kwa utamaduni wetu tutafikia mwafaka. Baada ya kusema hivyo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru sana kwa heshima ulionipa, na tunaendelea kukuombea. Karibu sana mtoto wa nyumbani. Mungu akubariki, akupe hekima na busara katika kutekeleza majukumu yako. Singida oye! Asanteni sana. Asante sana. Hamasa. Tunajua leo ni siku kubwa, tuna furaha kubwa sana kuwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu, lakini sasa anapoanza kuzungumza tunaomba tupate utulivu kidogo ili tusikie kwa kina kile anachokizungumza nasi. Si ndio? Asante sana kwa usikivu wenu watu wa Hamasa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninaomba uendelee. Karibu sana. Mheshimiwa Mkuu wetu wa mkoa, kwa kuwa wabunge ni wapya, niwape fursa hata ya dakika moja kujitambulisha ili wananchi wawatambue. Tuanze na Chifu Mgonto, na mvua hii kuambia kwamba na Wanyirambo wana machifu. Singida hoye! Dr. Mwigulu waziri wetu hoye! Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI, Waziri wa Ujenzi, Mheshimiwa Mkuu wetu wa mkoa, Mwenyekiti wetu wa mkoa, ndugu yetu rasi wa mkoa, Mheshimiwa Naibu Waziri wa Mipango, ndugu viongozi wote mlioko mahali hapa, bila kuwasahau watumishi wa Bwana, wachungaji, bila kuwasahau machifu walioko hapa, ndugu zangu watu wa Singida, asalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristu. Bwana Yesu asifiwe. Awali ya yote, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninayo furaha kubwa kwa sababu Mwenyezi Mungu ametuonekania mkoa wa Singida na ametupa baraka kubwa, kijana wa nyumbani kuwa chaguo la nchi hii, na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu bila kupepesa macho akasema ninaanza pale Singida ambapo ipo Ilamba Nkulu. Ndugu wananchi wa mkoa wa Singida, kipekee Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa pamoja lilikubali likasema hili ni chaguo sahihi, kwamba jembe limepata mkulima na sasa hivi linaenda kazini. Na uzuri, tumesikiliza kwa makini hotuba ya Mheshimiwa Rais wetu, hotuba yenye uponyaji, hotuba yenye mwelekeo, hotuba yenye maono, hotuba yenye kujenga, na hotuba ambayo imeweza kusikika dunia nzima, na wewe ukaja ukaongezea kwa kutoa hotuba yako nzuri ya kwamba sasa unakwenda kuhakikisha uwajibikaji katika utumishi wa umma na unakwenda kuhakikisha tunapata maendeleo. Ndugu wana Singida, tumepata bahati ya kipekee na Mungu ni shahidi, leo hii ameleta mvua kubwa sana, akiashiria ya kwamba mtemi ameingia nyumbani, na sasa hivi watu wa Singida wampokee, kwa maana tayari dua zilizotangulia zimekwisha kumaliza kazi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sababu unajua viunga vya mkoa wa Singida, unajua wilaya zote, unajua majimbo yote, unajua ni wapi barabara za kuanzia, ni wapi maeneo ya kuanza.
Watu hawa wanahitaji pembejeo kwa wakati. Watu hawa wanahitaji mbegu za kulima kwa wakati. Kwa ishara hii nzuri ya mvua, ninaamini watu hawa wanakwenda kulima, na mimi ni mkulima namba moja kama wewe ulivyo mfugaji, na mimi ni mkulima namba moja. Ninakwenda kushika jembe kama kiongozi kuonesha watu hawa hatuna masiara, tunataka maendeleo. Kwa hayo machache nashukuru sana Mheshimiwa Waziri wetu mkuu. Karibu sana nyumbani, karibu sana Singida. Usisahau kuja pale Ikungi kwa ile wilaya kile kijiji cha Uliampiti, ili uweze kukaa na wananchi wa pale, kwa sababu najua ni maeneo yako mazuri sana. Asanteni sana, Mungu awabariki watu wa Singida. Asante sana Waziri Mkuu. Mheshimiwa Mneki na wabunge wengine tusogee pale. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, waheshimiwa mawaziri mliopo, mkuu wetu wa mkoa, mwenyekiti wetu wa chama wa mkoa na viongozi wote meza kuu, itosha kusema itifaki imezingatiwa. Singida oye! Singida safi! Mamuo nana! Mheshimiwa Waziri Mkuu, majina yangu naitwa Yohana Steven Msita. Mimi ni mbunge wa jimbo la Itigi, lakini ni mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa anayetoka mkoa wa Singida. Naomba nichukue nafasi hii kwanza kwa kweli kipekee sana kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia afya na uzima, hatimaye tumefika hapa. La pili, naomba nimshukuru sana kipekee Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuleta pendekezo la jina lako kama Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pale bungeni, na sisi kama wabunge tukapitisha kwa asilimia zote kwamba Daktari Mwigulu Nchemba anatosha na anafaa kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wana Singida, naomba tupige makofi mengi sana. Nataka niwaambie wana Singida na Watanzania na Mheshimiwa Rais, hakika wewe, sisi wana Singida tunakufahamu sana, nadhani kuliko watu wote. Mheshimiwa Rais hakukosea kukuchagua. Tunafahamu uchapakazi wako, tunafahamu uhodari wako. Nataka niwaambie wana Singida, atakuwa msaidizi mzuri sana kwa Mheshimiwa Rais, na nimshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa jicho ambalo alimuona Daktari Mwigulu Nchemba. Sisi wana Singida tukuhakikishie tu Mheshimiwa Waziri Mkuu, tutakupa ushirikiano wa kutosha. Tutafuata maelekezo yote utakayoyaelekeza ili kuhakikisha mkoa wetu wa Singida na majimbo yote ya Singida tunafanya kile ambacho unakwenda kukielekeza, na hususan ni kutekeleza ilani ya chama chetu, Chama cha Mapinduzi. Nikushukuru sana, asante sana, karibu sana mkoa wa Singida. Niwashukuru sana, asante sana. Singida oye! Nawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu pamoja na viongozi wote meza kuu, itifaki imezingatiwa. Majina yangu matatu, ninaitwa Asha Juma Feruzi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi kipekee nikupongeze sana. Sina mengi zaidi ya kukuombea heri. Ukifanya vizuri kwetu sisi ni faraja, watu wa mkoa wa Singida. Hatuna mashaka na wewe. Wewe ni kijana wa Singida, wewe ni kielelezo cha Singida, wewe umelea wengi nikiwepo na mimi. Tunaendelea kukuombea. Mwenyezi Mungu akutangulie katika majukumu yako, akuepushe na mitihani yote, akujalie utangulie mbele, nasi katika bunge tutaendelea kukupa ushirikiano uliotukuka. Baada ya kusema haya, tunakutakia kila laheri kaka yangu katika majukumu yako.
Rais Samia Gunto, Mwigulu Gunto, abariki Mwapangana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mkuu wetu wa mkoa, mwenyekiti wetu wa chama mkoa na viongozi wote meza kuu, itifaki imezingatiwa. Ninayo heshima kubwa kusimama mbele yako. Kwa majina ninaitwa Aisha Rose Matembe, ni mbunge viti maalumu mkoa wa Singida. Naomba nitumie nafasi hii kwanza kabisa kumshukuru Mungu kwa kibali na neema yake na kwa baraka hii kubwa ambayo imeonyesha kwamba wewe ni kiongozi makini, ni kiongozi mchapakazi, ni kiongozi mwadilifu, na sasa unakwenda kumsaidia Mheshimiwa Rais katika kutekeleza ndoto zake na kutimiza ndoto zake. Mheshimiwa kaka yangu, ninakupongeza sana. Ninajua uchapakazi wako, ninajua uadilifu wako, na sisi Singida wewe ni fahari na tunu ya Wanasingida. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa uteuzi aliofanya. Ni uteuzi sahihi ambao umekuja kwa wakati sahihi. Sisi Wanasingida tutakuunga mkono, tutakupa ushirikiano na tunakutakia kila laheri katika kutekeleza majukumu yako. Mungu akubariki sana, Mungu akuongoze katika majukumu haya. Nashukuru sana kwa nafasi hii, asante sana. Asante. Singida oye! Singida Gunto! Mama Samia Gunto! Dr. Mwigulu Nchemba Gunto! Singida oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, kaka yangu Dr. Mwigulu Nchemba, na kushukuru sana kwa nafasi. Mimi niseme tu kwa majina, naitwa Martha Nehemia Gwau na ndiye mbunge wa mkoa wa Singida. Karibu sana Singida nyumbani. Tuna imani na wewe na tunaamini wana Singida tutakuombea, lakini tutakuwa nyuma yako kukupa ushirikiano. Karibu sana. Asante sana, asanteni sana waheshimiwa wabunge. Sasa nianze kwa kuleta salamu. Pokeni salamu za upendo kutoka kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Anawasalimia, anawapenda na anawapongeza kwa kazi kubwa mnayoendelea ya ujenzi wa taifa. Nilimwaga kwamba siku ya leo nitakuwa Singida, akanielekeza nifikishe salamu zake hizo za upendo. Na rais wetu ameonesha kwa vitendo upendo wake kwa mkoa wa Singida. Mbali na kuwateua watoto wenu katika nafasi mbalimbali, ikiwemo nafasi hii kubwa ya kuwa msimamizi mkuu wa shughuli za serikali bungeni, lakini kateua naibu waziri wa mipango tokea mkoa wetu wa Singida. Lakini si hiyo tu, ameweka kwenye ilani kuleta mradi mmoja wapo wa kimkakati mpaka mkoa wa Singida. Katika ilani ya uchaguzi na mpango wa maendeleo umeelekeza kwamba reli ya kisasa SGR itakuja mpaka hapa Singida. Huu ni mradi wa kimataifa, huu ni mradi wa kisasa, huu ni mradi wa kimkakati ambao utainua maisha ya Wanasingida. Huu ni mradi utakaoiunganisha Singida na bandari ya Dar es Salaam moja kwa moja. Huu ni mradi ambao ni uti wa mgongo kwenye nchi yetu. Lakini sio hilo tu, ameweka kwenye ilani mkoa wa Singida kwenda kupata kiwanja cha ndege. Huyo ndio Samia. Lakini sio hilo tu, ameweka kwenye ilani kukamilisha uunganishaji wa mkoa wa Singida na mikoa ya jirani, kukiwa na ujenzi wa barabara ya kiwango cha lami kutokea Mkiwa kwenda mpaka Chunya, kutoboa mpaka Mbeya. Kukiwa kwenye ilani
kwenye barabara inayounganisha mkoa wa Singida kupitia Iguguno kwenda Mkalama, kwenda Meatu, kwenda mpaka Mara, mpaka nchi ya jirani. Kukiwa kwenye ilani barabara ya kutokea Singida kupitia Ilongero kwenda mpaka Haidum. Kukiwa kwenye ilani barabara ya kutokea njia panda kwenda mpaka kwa Mtoro, kwenda mpaka Tanga, kwenda mpaka Handeni. Na waziri wa barabara yuko hapa hapa. Huu ni upendo wa vitendo ambao Mheshimiwa Rais ameonyesha kwa Wanasingida. Na hii nimetaja sehemu tu ya baadhi ya mambo ambayo yako kwenye ilani. Ilani ile imesheheni mambo mengi sana ambayo nikianza kutaja moja moja tutakesha hapa hapa. Yapo kwenye kilimo, yapo kwenye afya, yapo kwenye elimu, yapo kwenye idara zingine zikiwemo barabara za vijijini. Lakini Mheshimiwa Rais ameonyesha upendo kwa Watanzania kwa kuweka mambo makubwa na kuweka msisitizo kwamba anatamani yaanze kutokea ndani ya siku 100 za uongozi wake. Jambo mojawapo, Mheshimiwa Rais ameelekeza ndani ya siku 100 utaratibu wa bima ya afya kwa wote uanze kuonekana. Ameelekeza ndani ya siku 100 usumbufu ambao wananchi walikuwa wanaupata wanapokuwa wamepatwa tatizo la kuondokewa na mpendwa wao mahospitalini na miili ya wapendwa wao kung'ang'aniwa mahospitalini, utafutiwe utaratibu mpya ambao utajali utu wa Mtanzania. Lakini ilani ya mwaka 2025 kwenda 30 Dr. Samia aliyowaletea Watanzania inaongelea maisha ya Mtanzania. Ametoka kuongelea kuunganisha umeme kwenye vijiji, akapeleka kuunganisha umeme kwenye kaya, kwenye maisha ya Mtanzania ya kila siku. Ametoka kuongelea kuunganisha umeme kwenye kata, ameenda kuongelea kuweka nishati safi ya kupikia kwenye kila familia. Huyo ndio Dr. Samia, na amenituma niwaletee salamu zake za upendo, na anawatakia kila laheri katika shughuli zetu za kujiletea maendeleo. Lakini pokeeni salamu za makamu wa rais, anawasalimia na yupo katika majukumu mengine ya kumsaidia Mheshimiwa Rais. Pokeeni salamu kutoka kwa Rais wa Zanzibar, na yeye anawasalimia na anaendelea na shughuli za ujenzi wa taifa na kuwafanyia kazi wananchi wa Zanzibar. Mheshimiwa viongozi, kama msaidizi wa Mheshimiwa Rais, kiongozi wa shughuli za serikali, pamoja na wasaidizi wa Mheshimiwa Rais wengine, sisi tuko makini na tumedhamiria kuhakikisha tunafuatilia kwa ukaribu yale yote ambayo Mheshimiwa Rais amewaahidi Watanzania, ili Watanzania waweze kufurahia matunda ya uhuru wa nchi yao. Tutafuatilia kwa ukaribu utekelezaji wa ilani. Tutafuatilia kwa ukaribu utekelezaji wa miradi. Tutasimamia kwa ukaribu utoaji wa huduma. Nimeisema nilikopita na narudia na hapa. Na nikasema wale watumishi wa umma wazembe wala wasijifiche kwenye kichaka cha wale wanaofanya kazi vizuri. Tunasema tunatambua watumishi wa umma wanafanya kazi nzuri, na hata nchi hii kupiga hatua hii ya maendeleo ni kwa sababu ya ufanyakazi mzuri wa watumishi wa umma. Lakini tumesema kama ilivyo kawaida, hata kwenye familia wapo na wazembe ambao wamekuwa wakisababisha kero kwa wananchi wetu. Wale wanaopiga dana wananchi wanapokwenda kutafuta ufumbuzi wa kero zinazowakabili, hao ndio tunaosema hawatakuwa na nafasi. Mwananchi anakwenda kwenye ofisi ya serikali akiwa na jambo linalomsibu, analifikisha, anatarajiwa apate ufumbuzi, na Mheshimiwa Rais amewezesha kila ofisi ikapata kitendea kazi ili waweze kuwasaidia Watanzania. Anafika pale, lugha anayokutana nayo si njema. Anafika pale, anasikilizwa, anapigwa kalenda uje kesho. Anafika pale,
anasikiliza, anaambiwa uje kesho kutwa. Kesho kutwa akirudi anaambiwa uje wiki ijayo. Wiki ijayo akifika anaanza kuulizwa, hivi ulisemaje? Huu sio uelekeo Dr. Samia anaoutaka, na sisi wasaidizi wake tutafuatilia haya. Kama Mtanzania amefika kwenye ofisi ya serikali, watendaji wote serikalini, chukua kumbukumbu ya jambo analofuatilia. Umelipatia ufumbuzi, weka alama kwamba hili limeisha. Limekuzidi kimo, wewe mwenyewe lifikishe kwenye ngazi inayotakiwa. Hiyo ndio maana halisi ya kusogeza huduma karibu na mwananchi. Kama tutakuwa tunapokea hoja, tunasikiliza na kupuuza, tunamwacha mwananchi mwenyewe ahangaike mpaka aende makao makuu, nini maana ya kusema tumesogeza huduma kwa mwananchi? Kama mwananchi anaendelea kufata jambo lake Dodoma, nini maana ya kuwa na serikali pale alipo? Rais amewezesha miundombinu, amewezesha vitendea kazi, amewezesha magari mengi kwa ajili ya watumishi watendaji serikalini kuwafikia wananchi, amewezesha pikipiki wawafikia wananchi. Haya magari yameanza tu kuwa na kazi moja ya kwenda kwenye mkutano, kuendea kwenye semina na matembezi. Hili jambo ni lazima tubadili uelekeo. Kwa wakati huu na wakumbusha utaratibu tunaotakiwa kutumia. Mwananchi Mtanzania akifika ofisini asikilizwe, atafutiwe ufumbuzi wa jambo lililompeleka pale. Kama ngazi hiyo haina majawabu ya jambo hilo, ofisi ya serikali ifikishe kwenye ngazi inayoweza kutoa jawabu la jambo hilo. Huo ndio utaratibu wa kumrahisishia Mtanzania, wa kumsogezea huduma alipo. Hatujataka tuwe na ofisi kila mahali ili tuwe na ofisi nyingi. Tumetaka zitoe huduma kwa wananchi pale walio karibu nao. Wengine wanafanya vibaya kabisa. Anapokea hoja, baada ya wiki ameshasahau, anauliza hivi ulitoa hoja gani? Na mimi niwaambieni viongozi wenzangu serikalini, mwananchi anapofunga safari, anafika mpaka kwenye ofisi, jambo lile lina umuhimu kwake. Na anavyofuatilia kila ofisi, atoke kijijini aende kwenye kata, atoke kwenye kata aende wilayani, atoke wilayani aende mkoani, atoke mkoani aende taifa. Maana yake jambo hilo lina umuhimu kwake, na si kwamba ana hela ya kuzunguka. Tena mbaya, wengine anazunguka mpaka anamaliza akiba aliyojikusanya nayo kufuatilia jambo lake. Akimaliza nauli za kuendelea kuhangaika kufuatilia jambo lake, anakata tamaa, anasubiri ziara za viongozi, anasubiri siku rais anakuja, ama makamu wa rais, ama waziri mkuu, anaamua kuandika bango lake, ili angalau kiongozi mkuu alione kwamba hili nimeshazunguka mpaka nimeishiwa nauli na soli ya kiatu. Ili kuficha haya makosa, kabla ya viongozi wakuu kufika, ananyang'anywa na hilo bango. Niseme, viongozi wote serikalini, ngazi zote, kama unataka wananchi wasibebe bango siku viongozi wakuu wamefika, wazungukie kila siku na uwatatulie hoja zao na kero zao. Watatulie kero zao, zunguka kila wakati, ita mkutano, uliza hapa kuna shida gani, zibebe hoja zao. Kama zinakuzidi ngazi, ndio kazi ya magari aliyoyatoa rais wetu mpendwa kwa viongozi na watendaji wa serikali. Safiri, nenda kapate majawabu.
ili wananchi wasio na magari uwasaidie wewe kwenda kupata majawabu haya. Nimeitisha taarifa kila mkoa na natanguliza maelekezo. Nitakapopita kwenye ziara za kila mkoa, itakuwa ni wakati wa kuchukua hatua kwa wale ambao wameshindwa kutekeleza maelekezo. Dr. Samia ameelekeza kila mradi unaotekelezwa ndani ya Tanzania ulingane na thamani ya fedha iliyowekwa kwenye mradi huo. Nimeelekeza wasimamizi wote wa miradi wawaambie wanaotekeleza miradi kila moja ajipime fedha ambayo ameshapokea kwa ajili ya mradi na hatua na ubora wa mradi ambao ameshatekeleza. Tutazunguka na wataalamu, tutapata taarifa, tutatuma wataalamu, watatuletea taarifa, tutashuka kwenda kuhakikisha. Hatuwezi tukawa nchi inayokwenda uchumi wa kati, alafu watu wakawa wanatekeleza miradi hovyo hovyo, alafu tukawa na watu wanapokea fedha nyingi, mradi uko robo, fedha 80%. Nilipita leo pale Manyoni. Tuna mradi pale Manyoni na tuna mradi wa aina hiyo hiyo pale Nyakanazi. Mkandarasi amepewa fedha tangu mwaka 2016 akatelekeza mradi. Amejiamulia yeye mwenyewe, amejipa mamlaka ya kusitisha mradi. Akaamuriwa alipe fidia kwa kuwachelewesha Watanzania kupokea matunda ya mradi ule. Akaanza kupitia dirisha hili, anapita hili, anapita hili, anapita hili, anatokea mlango huu, anaingilia mlango huu. Na kwa sababu anatokea nchi zingine kule, anadhani nchi za Kiafrika bado zinatawaliwa, anadhani nchi za Kiafrika bado ni makoloni. Nikaelekeza nafika kwenye mradi wa kandarasi wote waje kwenye site pale, nikiwa na taarifa yupo nchini. Nafika pale siku 5, siku 4 zimeshapita, napewa udhuru. Amezoea, anaenda kwenye mradi kama vile anaenda kukagua vibarua wake. Nikakuta hayupo. Nimemwelekeza kamishina wa uhamiaji amnyang'anye pasipoti na yeye akamatwe, na akamatwe ashikiliwe mpaka lile jambo pale liishi. Hata kama ni wageni, hata kama mkandarasi ni mgeni, ukija hapa nchini tumekuajiri, lazima uheshimu nchi yetu. Amenyima fursa wakandarasi wazawa wenye machungu na nchi yetu kukamilisha mradi, na yeye atekeleze. Anatupangia kama ametuajiri. Salamu ziwafikie na wakandarasi wengine wote. Hata kama wewe unatoka ni mkandarasi wa kimataifa, ukija hapa Tanzania imekuajiri. Nimeelekeza mradi ule usimamiwe na Wizara ya Ujenzi, na nimeelekeza asitoke ndani ya nchi mpaka lile jambo likamilike. Na nimeelekeza wenzetu wa sheria watafute vipengele hasara alizotusababishia na hujuma aliyoifanyia nchi yetu ya makusudi. Watanzania wanakosa mradi, Watanzania wanakosa ajira, Watanzania wanakosa huduma. Hatuwezi tukaruhusu watu wakachezea nchi yetu. Na hatuwezi tukaruhusu wazembe wakatukanisha watu bora wanaofanya kazi vizuri. Tutafika kote, tutafuatilia kote. Na hayo ndio maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Na sisi wasaidizi wake tutashuka kote.
tumesema kila moja kwenye deski lake lazima awe serious na kazi. Sio mtu unasimamia deski la kilimo, haujui hata majira ya kilimo kwenye kila pande ya Tanzania. Watu wako kwenye palizi, unawapelekea mbolea ya kupandia. Watu wako kwenye palizi, wewe ndio unapeleka mbolea ya kupandia. Wewe Tanzania imekusomesha, ni daktari, unajua magonjwa ya kila upande wa Tanzania, unajua mahitaji ya dawa ni yapi. Mtanzania aende hospitali ya serikali aambiwe dawa ipo, alafu aambiwe nenda kanunue kwenye kioski. Kioski kinatoa wapi fedha ambayo dawa ambayo serikali imekosa? Duka binafsi linatoa wapi dawa? Linawezaje duka binafsi kupata dawa inayohitajika ambayo serikali inashindwa kupata? Hatuwezi tukawekeza fedha nyingi za kujenga mahospitali ya kila wilaya, vituo vya afya kila kata, ili tuwape Watanzania Panadol na paracetamol. Dawati lile linalokagua, dawati linalofanya utafiti wa aina gani ya dawa zinatakiwa kwa ajili ya Watanzania. Mjipange, tunataka Watanzania wanapokwenda hospitali yao wapate dawa zinazotakiwa. Sasa Mheshimiwa mwenyeji wetu, mkuu wa mkoa, nilikuwa nasalimia tu, lakini kwa sababu nayafahamu maisha ya hawa Watanzania nikaona nigusie na hayo. Wapo watu ambao ana machaguo mengi tu anapopatwa shida ya ugonjwa, ana machaguo ya dawa nyingi tu, achague ipi anachagua. Lakini wapo Watanzania ambao hawana fursa hiyo ya kuchagua. Sisi tulikuwa tunagawanywa kidonge, na ukipata nafuu kinatunzwa na mwenzako aje aponee hicho. Hata kama anaumwa kichwa atapewa kidonge cha tumbo. Watanzania wapo wenye uhitaji. Lazima watu wakishakuwa ofisini wayajue haya. Na kwa sababu haya ndio maelekezo ya Mheshimiwa Rais, na mimi amenituma, nitazunguka kote nikikuta taarifa ambayo iko kinyume na maelekezo. Wala hatulengi mtu, wala hatuonei mtu. Hatutalenga mtu, hatutaonea mtu. Ila atakaye kiuka tunayosema haya ndo Watanzania wanayataka, atakuwa ametafuta mwenyewe matatizo. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nilikuwa nasalimia tu. Nitoe rai, nilete ombi moja kwa Watanzania. Ndugu zangu wa Tanzania, vijana wa Tanzania, vijana wa Singida na vijana wa Tanzania yote, jambo moja kila wakati tunapotafakari mambo yetu, tukumbuke jambo moja: Mungu ametupa nchi nzuri Tanzania. Mungu ametupa nchi nzuri Tanzania. Vijana wa Tanzania, nchi hii ni yenu. Tanzania si mali ya serikali. Tanzania si mali ya serikali. Tanzania ni mali yenu wa Tanzania. Nawaambia vijana wa Tanzania,
Tanzania hii si mali ya vyama vya siasa. Vyama vya siasa vipo kwa sababu kuna nchi inaitwa Tanzania. Tanzania si mali ya vyama vya siasa. Vyama vya siasa vipo kwa sababu kuna nchi inaitwa Tanzania. Waulizeni wasio na nchi kama wana vyama vya siasa. Tuilinde nchi yetu. Mungu ametupa nchi nzuri, tuilinde. Tena vijana ndio warisi wa nchi hii. Mungu ametupa nchi, tuilinde. Hata hii miundombinu hii si mali ya vyama vya siasa. Hakuna barabara imejengwa kwa fedha ya chama cha siasa. Na mimi nimekuwa hazina pale. Niwape hiyo siri. Mimi nimekuwa hazina pale. Hakuna fedha inayoitwa hii ni fedha ya serikali. Fedha yote inayofanya miradi ya maendeleo ni fedha yenu wa Tanzania. Wengine watajiuliza, nimepeleka lini mimi fedha hiyo? Ukinunua mkate, umejibana, badala ya kununua mikate miwili, umenunua mkate mmoja kwa sababu ya bei yake. Sehemu ya kwenye ile bei umetoa na fedha ya kujenga barabara hiyo. Ukinunua shati ulilovaa, sehemu ya fedha ulionunulia shati inakwenda kujenga zahanati. Ni fedha yenu. Kikijengwa kituo cha afya, hakuna fedha inaitwa hii ni ya serikali. Ni fedha yako Mtanzania. Imejenga kituo cha afya, imejenga mahakama, hata jengo la polisi wanatumia tu. Ni jengo lako Mtanzania, ni fedha yako imejenga jengo hilo. Na Watanzania ninaowafahamu, hakuna Mtanzania anayelipa kodi kwa sababu ana ziada, kwa sababu ana mapesa mengi, ameamua hata awapatie na serikali wajenge barabara. Mnajenga kwa kujinyima. Maisha yote ya Mtanzania ni ya kujinyima. Unajinyima ujenge barabara, unajinyima ujenge shule, unajinyima ujenge reli, unajinyima ujenge kituo cha afya. Hivyo ndivyo tunavyofanya. Na juzi mama ametuambia, hatuna mjomba, tuna mama anaitwa Tanzania. Tuilinde miundombinu hii. Hii sio miundombinu ya chama cha siasa. Ni mali, hatujawahi kujenga barabara ya kupitishia viongozi wa chama cha siasa, wa kupitishia viongozi wa serikali. Ni barabara za Watanzania. Ni barabara zenu. Nafikirieni unajengewa barabara iko vizuri hivi kwa fedha yako mwenyewe. Unatumia nguvu yako mwenyewe na jasho linakutoka kuibomoa. Na wakati ule ule itajengwa tena kwa wewe mwenyewe kujinyima. Hii tuitafakari upya. Tanzania si mali ya serikali. Tanzania si mali ya vyama vya siasa. Tanzania ni mali yenu wa Tanzania. Na watafakarini sana wale wanaowaambia chomeni nchi yenu. Wazeni, wazeni wako wapi hao? Wana uraia pacha. Hata kama wanaongea Kiswahili, wana nchi nyingine. Na watoto wao wako kwenye nchi hizo waliko wao. Na ndugu zao wako kwenye hizo nchi waliko wao. Wanawaambieni nyie mchome ya kwenu mlionayo. Kule wao wanakoishi, wanakuambia wewe choma zahanati, wanakuambia choma kituo cha afya, wanakuambia choma ofisi ya maji. Wao kule wanakokaa, kituo cha afya na hospitali ni pua na mdomo na walipo. Wewe ya kwako wanakuambia choma. Barabara zao wanakokaa, wale wanaowaambieni nyie chomeni za kwenu, barabara zao hawaruhusu hata utupe karatasi, inaharibika barabara. Hawaruhusu hata utupe kizibo cha maji. Hata kama mtu anaongea Kiswahili, mtazame mara mbili mapenzi yake kwa nchi ya Tanzania yakoje. Na wale wanaowatuma wanawapa na hela. Wao wanataka wanufaike na nini na nchi yetu? Zamani, na waona wakubwa zangu wako hapa. Zamani huku Nyirambani na Usukumani huku,
kulikuwepo na tabia ya kupiga wake. Baba zetu walikuwa wanatuambia, mkiwa mnachunga, rafiki yako akaanza kukuambia, leo tukifika tu tuwapige wake zetu, tuwashikishe adabu, tuwapige wake zetu. Alikuwa anasema, tumia na akili yako. Wewe utaenda upige, mwenzako atakuwa anapiga ngozi, kesho unawaona mwenzako yako yanafanya kazi, wewe umeshavunja miguu mke wako. Haya ndio ambayo yanatokea. Vijana wa Kitanzania unaambiwa fanya hili, fanya hili. Yule anayekuambia yeye yuko kwenye nchi ambayo ni raha mstarehe. Analishwa kwa kukuambia we choma nchi yako. Analipwa kwa kukuambia we choma nchi yako. Na mimi niwaambie Watanzania, tumefikishwa pabaya sana. Watu wamejipa haki, wao wamekuwa ndugu zake na Mungu, ni wa kweli kama Mungu, na wengine wote nyie ni waongo, na wengine wote nyie ni wabaya. Mmefikishwa pabaya Watanzania, na kila jambo tumeanza kubeba tu. Mimi niwaambieni moja, bebeni hili. Mungu ametupa nchi nzuri inaitwa Tanzania, na Tanzania hii ni mali yenu wa Tanzania. Siku hizi watu hawaogopi hata kusingizia jambo tu. Anasingizia mkavu. Anasingizia mkavu. Anasingizia mkavu. Hafanyi hata utafiti amjue mtu vizuri anayetaka kumsema. Juzi nikasikia tumechoma magari ya Esther ya mbunge wa Iramba. Magari yake yanaitwa Esther, ameaita Esther jina la mke wake. Mke wangu mimi haitwi Esther, anaitwa Neema, na leo nilikuwa naye hapa. Yuko wapi? Neema yule pale. Anaitwa Neema. Mke wangu haitwi Esther, anaitwa Neema. Anasema basi kama sio la mke wake litakuwa la mama yake. Mama yangu binti wa Kiislamu anaitwa Asha Ramadhani Omari. Hamjui? Yuko hapa. Kabadilika lini kawa Esther? Mimi nimezaliwa jamii ya kifugaji. Ninyi wa Singida mnanijua. Nimezaliwa jamii ya kifugaji. Jamii ya kifugaji uruhusiwi kufanya biashara hata ya miwa. Sijawahi kufanya biashara mimi. Hata ya miwa tulikuwa turuhusiwi. Nimeingia huku serikalini, kazi kubwa ninayofanya kwenye watoto wa mzee tuko takriban 16. Mimi ndio form 6 pekee. Mimi ndio chuo pekee. Mimi ndio nikaingia niko na kundi la watoto zaidi ya 600. Mimi uwekezaji niliofanya ni wa kusomesha watoto. Nimeshazidi 500 watoto ninaosomesha. Sina biashara hata ya noa. Mimi sina biashara hata ya noa. Nimewekeza kwenye huduma ya watu. Na ninyi mnajua. Mimi nimewekeza na nimekuwa na akilio kwamba kama nilikuwa nalalia ngozi, nimetoka nina godoro. Kama nilikuwa nalala kwenye nyumba inavuja, maji yanadondokea kwenye masikio, nikishakuwa na nyumba moja si inatosha? Kwani makaburi utajengewa mangapi? Hawa wako bize kila siku, magari. Na Watanzania wakishaambiwa hili ni hili, mnahama na kwenye undugu tuliokuwa nao. Mengine fanyeni utafiti mwenyewe. Fanyeni utafiti wenyewe. Moja ninalowaambia vijana wa Kitanzania, Mungu ametupa nchi nzuri inaitwa Tanzania, na Tanzania hii si mali ya mtu mmoja, ni mali ya Watanzania. Ilindeni. Haumkomoi mtu kwa kuiwasha moto Tanzania. Ni wewe mwenyewe. Ni nchi yako Tanzania. Tumeheshimiana miaka yote, tunaanza kubariki migawanyiko. Si utamaduni wa Mtanzania. Na mimi niwaambieni siri hii. Mimi nimeanza kufuatilia siasa tangu niko sekondari.
ni utaratibu huu wale wenye nia mbaya na nchi za Kiafrika, ni utaratibu huu huwa wanafanya. Sitazitaja nchi hizo, ziangalieni, angalieni huku walikuwa na mafuta huku kusini mwa Afrika huku, wakagonganisha mpaka walikopora mafuta yote. Angalieni kule nchi za Kiarabu zenye mafuta, wakagonganisha, wala hawawapendi wale, wanatafuta namna ya kuingia kwenye mafuta yao. Sasa na Tanzania eti leo hii miaka hii eti baada ya kuwa tumegundua gesi nyingi itakayotufanya tuwe nchi yenye gesi nyingi duniani, eti ndio Tanzania eti ndio mwaka wa Tanzania wanachukiana. Eti katika miaka ambapo nchi yetu imegundua madini adhimu, critical minerals, rare minerals, eti katika miaka ambayo Tanzania imekuwa nchi chache miongoni mwa nchi chache zenye madini yasiyopatikana duniani, eti ndio Watanzania wanachukiana. Eti katika miaka ambayo Tanzania imeboresha bandari yake, Tanzania imejenga reli ya kisasa ambayo kwa dunia nzima itakuwa reli ya 5 kwa urefu, itakuwa reli ya kwanza kwa urefu Afrika, itafungua biashara za ndani ya nchi na nchi jirani. Katika mwaka ambao sekta ya utalii inakuwa, eti ndio Watanzania wamejifunza kuchukiana. Twendeni tuamke. Mimi nawaambieni kwa mifano nilionayo waliowahi kufanyiwa nchi zenye rasilimali za kipekee, ina sifa zote za kwamba kuna watu wanatolea macho rasilimali zenu. Ina sifa zote. Hizi dalili zina sifa zote. Eti katika mwaka ambapo zimejengwa shule nyingi kwa mkupuo kuliko miaka yote. Eti katika mwaka ambapo zimejengwa zahanati nyingi kuliko miaka yote kwa mkupuo. Eti katika miaka ambayo vimejengwa vituo vya afya vingi kuliko vipindi vyote. Mwaka ambao awamu ambayo Tanzania inataka kuzalisha gesi, mwaka ambao Tanzania inataka kuzalisha makaa ya mawe, mwaka ambao Tanzania imegundulika kuwa na madini yasiyopatikana duniani kwingine kote, eti ndio mwaka wa Tanzania wanachukiana. Ni wenyewe kweli? Eti ni Watanzania wenyewe kweli? Mwalimu Nyerere alisema Mtanzania wa kawaida hawezi kuwanunua watu wengine kabla yeye kwanza kununuliwa. Hawa walioweka makundi mengine wameweka karibu tu hapa, wameweka makundi ugaibuni, wanawalisha, wanawalipa, wanakesha. Wale waliowapa hela hizo za kukaa nazo namna hiyo watawarudishaje? Hatushtuki? Tunaona kawaida? Mimi nawaomba vijana wa Tanzania, nawaomba Watanzania wote, makundi mbalimbali, imani mbalimbali, twendeni tukatae kwenda kwenye utaratibu ambao unaivunjia heshima nchi yetu. Hata kama tuna dukuduku, hakuna nchi ambayo haijawahi kuwa na vikasoro. Twendeni tukatatue kasoro hizo zenyewe, tuiache nchi yetu ikiwa salama. Mheshimiwa Rais ameunda timu ya wataalamu
vichwa vya Watanzania wanaoaminika kwa ajili ya kuangalia mwenendo wetu wa siku za hivi karibuni. Hilo ni jambo kubwa. Amekuwa na utayari wa kujadiliana ambao ni hatua ya kiibada. Kujadiliana ndio hatua iliyo njema zaidi ya kutuponya popote tunapoumia. Ninyi mnaambiwa msiende kwenye kujadiliana, msiende kwenye hatua inayowaponya, nendeni mkauane. Wanawaambia nendeni mkauane, wamelala kwenye viyoyozi nje ya nchi na watoto wao. Kama wanaipenda Tanzania, waje wawe mbele, wafanye yale wanayowaelekeza nyie kufanya. Nilipokuwa mtoto tulikuwa tunagombanishwa kiurahisi sana. Mtu anakuwekea kijitakataka kichwani, anakuambia kikianguka huyu kakutukania mamako. Wakati tunagombanishwa hivyo, mkoa wa Singida ulikuwa na shule 2 tu, Mwenge na Tumaini. Hata sasa tumeshajenga shule kila kata. Mtu atuwekee takataka hapa akuambie kakianguka, mtu arushe kitu juu eti ikirudi chini amekutukania mamako. Si itarudi tu chini. Hivi hawa watu wanatuonaje? Hivi wanatuonaje? Wengine waonaona wamepaki nchi ya jirani pale, nchi moja ya jirani hapa, wamepaki pale, walikuwaga wananiomba paka nauli. Sasa hivi wametajirika, wamerundika na watu kule wakutuka. Wametoa wapi fedha hizo? Kama hawajatumwa kuja kuvuruga nchi yetu, wametoa wapi fedha hizo? Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ukiona nimefika hapa hata sijawatania Wanyaturu, ujue nilikuwa na jambo zito linanikereketa. Watu wanacheza na nchi yao. Jana wenzangu, tunataka kuchezea lulu. Mungu katupa nchi nzuri. Fuatilieni dunia nzima, hakuna nchi yenye makabila mengi kama Tanzania, wanakaa bila kuulizana kama sisi tulivyokaa hivi. Tunataka kuchezea hilo. Wengine hata wanaanza kutokea wanataka kupaza sauti ziwe za kidini. Mimi niwaambieni, hapa Tanzania hakuna familia moja ambayo watu wake ni wa dini moja ile ile. Haipo hiyo familia kwamba watu wake wote wao sasa wana dini hiyo hiyo moja. Yaani ufuatilie bibi na babu na shemeji na nani. Haipo. Mtaiweza vita hiyo nyie kweli wa Tanzania? Mnataka tuanzishe, mnaweza kweli jambo la aina hii? Hapa Tanzania hakuna mkoa mmoja ambao wananchi wake ni wa kabila hilo moja hilo. Mimi nawaomba vijana wenzangu, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mujibu wa sensa kuanzia miaka 18 mpaka 50 ni vijana, na mimi sijavuka 50 mpaka mwaka kesho, niko bado 50, niko kwenye vijana, ni vijana. Na waomba vijana wenzangu, tuipende nchi yetu, tuilinde nchi yetu. Mungu ametupa nchi nzuri inaitwa Tanzania. Tuna mambo yanayohusu vijana. Mama ameanzisha wizara na itakuwa na mfuko na itakuwa na bajeti na itakuwa na mpango kazi
na itaratibu na wizara zingine kwa ajili ya kushughulikia masuala ya vijana. Yale yaliyo mahususi ya vijana yatatatuliwa, na mama ameelekeza vijana wasikilizwe. Yale yaliyo ya kisiasa, mnaziona tofauti za kisiasa, zile zote mama ameanzisha wizara. Kwenye ofisi ya waziri mkuu kuna wizara ambayo inashughulikia na kazi, inashughulikia na ajira, itashughulikia na mahusiano, na kazi hiyo nimeshaianza. Aja muona hiyo, aja kuikawa na necha ya munanene mkuu, aja muona si aja muonana owa nyambana misamba sawi kagi demu mantu kiushindikana tutashughulikia na yale yanayohusu mahusiano kwenye jamii, tutashughulikia na yale yanayohusu masuala ya vyama vya siasa, tutashughulikia yote tutashughulikia, na Mheshimiwa Rais ameshatoa mwongozo huu. Mimi niwaombe Watanzania sote, dhamira zetu njema zitawale ndani ya mioyo yetu, na tuendelee kumtanguliza Mungu mbele ili tuweze kuirejesha nchi yetu kwenye heshima, na sote tukatae kushuhudia mambo ambayo hatujawahi kuyazoea kuyaona katika nchi yetu. Mheshimiwa mwenyeji wetu, mkuu wetu wa mkoa, nilikuja tu kusalimia, nikasema niongee na haya na Watanzania. Niwashukuru sana wote, asanteni sana na Mungu awabariki sana. Shangwe halijatosha, shangwe bado halijatosha. Makofi mengi sana kwake Mheshimiwa Waziri Mkuu. Waziri Mkuu hoye! Dr. Mwigulu Nchemba hoye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, mara baada ya hotuba yako ambayo kwa lugha ya sisi vijana tunasema ni nondo tupu, mkoa wanasema wanalo neno moja kwako Mheshimiwa Waziri Mkuu. Ningeomba uketi tumsikilize Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, analo neno moja ambalo linahusu mkoa. Kuna jambo kubwa ambalo ameliandaa kwa ajili yako, ikiwa hii leo baraka kubwa iliyofanyika kwa Wanasingida na mkoa. Basi Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, naomba nikualike uzungumze hilo jambo. Karibu sana mama yetu. Asante sana Mheshimiwa mgeni wetu Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa niaba ya wananchi na wakazi wote wa mkoa wa Singida na viongozi wenzangu, tunaendelea kumshukuru Mungu kwa ajili yako, lakini tunakushukuru kwa yote ambayo umetuachia siku ya leo. Umetujenga upya, tukuhakikishie kwamba hatutakuangusha. Nimesimama hapa ili niweze kuwasilisha zawadi ndogo walioiandaa ndugu zako wa mkoa wa Singida, wakikufungasha tayari kwa ajili ya kazi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, zawadi hizi tumeziratibu, ziko vizuri kwa ajili ya hali ya hewa. Tutazikabidhi kwa utaratibu mzuri na zitakufikia haraka iwezekanavyo. Naomba nizitaje kwa haraka. Wilaya ya Manyoni wamekuandalia asali bora kabisa. Tuna zile ndoo za lita 10 ziko 10. Tunaamini kabisa una timu kubwa ya vijana, unapita nao mahali kote nchini, itasaidia kuendelea kuwalinda na kuwapa afya. Lakini ndugu zako wa wilaya ya Ikungi wamekuandalia mchele mzuri unajulikana kama katani, gunia 5, na tumeshazipokea, tutakukabidhi. Lakini wilaya ya Singida wamekuandalia mafuta bora kabisa ya alizeti katoni 10, na zenyewe tumeshazipokea, tutakukabidhi. Lakini ndugu zetu wa Mkalama wamesema wao wanataka wakupe mbuzi 10 bora kabisa, na wote tumeshawapokea, tutazileta Mheshimiwa, utazipata. Singida oye! Lakini kule nyumbani Iramba kule wanajua kabisa kazi unaoifanya. Wametuletea ng'ombe bora kabisa 3 wazuri, wote wana kilo zaidi ya 300. Yaani ni bora kweli kweli, na wenyewe tutakukabidhi. Na sisi ngazi ya mkoa
ambayo tunahitimisha, wenzetu Iramba wameleta ng'ombe jike watatu na sisi tumetafuta dume bora lina kilo 320, na wenyewe tutakukabidhi pamoja na ngao ya heshima, ngao ya upendo. Kwa kweli asante sana, umetubariki sana wana Singida. Singida mmetisha kwa mahaba haya mazito. Na sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakuruhusu endelee na ratiba nyingine. Asante sana kwa kuiheshimisha Singida, na wana Singida na wao wamejitokeza kwa mahaba mazito. Basi sasa tukutakie kila laheri kwenye majukumu yako Mheshimiwa Waziri Mkuu. Naam, tukio hilo la kumkaribisha nyumbani, lakini pia ni ziara ya kikazi ya Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba lina kwenda kutimia, ndio mnakwenda kuisha hivyo. Na hotuba yake unaweza ukaieleza kama Naomba nikabidhi kipaza sauti kwa Baraka B Voice pas na shaka, kama amepatia jina, uchukue jukwaa la burudani, uvite vikundi vya burudani sasa kumsindikiza mgeni rasmi, na tuanze na Mjomba Band. Na mtazamaji, nilikuwa nakueleza tu hotuba ya Waziri Mkuu hiyo unaweza ukaielezea katika mawanda matatu. Unaweza ukasema imejaa mwelekeo, dira na mipango ya serikali, hasa katika siku hizi 100 ambazo Rais Samia aliziahidi, alizisema na akatoa ahadi zake katika uongozi wake katika hii sehemu hii ya pili. Lakini pia unaweza ukaisema ni hotuba pia imejaa nasaha, hasa katika kipengele cha kuwasihi vijana wa Kitanzania kulipenda taifa lao na kulilinda. Unaweza ukasema kwamba hizo ni nasaha Waziri Mkuu ameweza kuzitoa, na amezitoa kwa muda mrefu. Ametoa msisitizo kwamba hatuna taifa jingine zaidi ya Tanzania. Kwa hiyo na changamoto, hakuna nchi ambayo ina mambo mazuri yote. Changamoto hizi zipo kwa sababu viongozi ni wanadamu, kwa kuna kukosea kwa hapa na pale, lakini sisi wenyewe ndio tutakuwa watatuzi wa changamoto ambazo zinazotukabili. Kwa hiyo vijana tunapaswa kulitambua hilo, lakini pia kulizingatia. Lakini pia ameeleza, na hili jambo amekuwa akilisema aghalab hata mwanzoni baada ya kuteuliwa bungeni wiki juma lililopita, alisisitiza swala la kupambana na watumishi ambao ni wazembe. Waziri Mkuu huenda hii ikawa ndio wimbo wake na sera yake katika uongozi wake, kwamba hatokalia kimya, hatofumbia macho watumishi ambao watakuwa hawatekelezi majukumu yao ipasavyo. Lakini pia amezungumzia swala zima la bima ya afya katika siku 100, kwamba serikali inafanya juu chini kuhakikisha kwamba utekelezaji wake unaanza. Kingine ameeleza, ametoa habari njema hapa kwa mkoa wa Singida, mkoa ambao ndiko anakotoka, kwamba ipo mipango ambayo serikali imeiweka kwa ajili ya mkoa huu, ikiwemo ujenzi wa uwanja wa ndege, lakini pia bado pia kutajengwa barabara kwa viwango vya lami. Ametaja maeneo kadhaa ambayo serikali imepanga kuweka miundombinu hiyo kwa kiwango cha lami. Lakini pia ujenzi wa reli ya kisasa, hivi tunavyofahamu sasa hivi kutoka Dar mpaka Dodoma, kufumba macho na kufumbua tu. Hivyo hayo ni machache kati ya mengi ambayo Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameeleza hapa katika ziara hii ya kukaribishwa nyumbani, na ameanza nyumbani kweli kweli hapa Singida. Kumbuka kuwa naye pia ni mbunge wa jimbo la Iramba Magharibi. Lakini pia swala la nishati safi ya kupikia, hii pia umekuwa ni wimbo wa serikali kusisitiza wananchi kutumia nishati safi mpaka pale itakapofika mwaka 2034, basi 80% ya Watanzania wote wao wanatumia nishati safi ya kupikia. Eneo jingine, nishati ya umeme, amesema sasa hivi mkakati ni kufikisha umeme kwenye kila nyumba, kwa sababu upande wa vijiji na vitongoji huko tumeshatoka, serikali ishatoka huko. Sasa hivi ni kuhakikisha kwamba kila nyumba itakayojengwa nchi hii basi lazima ipate huduma hii ya umeme. Swala la amani na utulivu limepigiwa msumari kweli kweli. Ameongea kwa kirefu akitolea mifano baadhi ya mataifa ambayo hivi sasa yamepoteza mwelekeo kwa sababu ya uvunjifu wa amani na ghasia, fujo, na kuomba vijana wa Kitanzania walitambua hilo kwamba lolote kalitokea hapa basi hatuna kwingine ama hakuna pengine pa kukimbilia. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine lazima kipaumbele kiwe ni kulinda
taifa hili, akilieleza kwamba limebarikiwa kila namna, kila aina ya rasilimali iko hapa. Naam, kutoka hapa katika viunga hivi vya Bombadia, manispaa ya Singida, niwashukuru wote, nikushukuru wewe mtazamaji kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi hivi sasa. Timu yote ambayo imeweka kambi hapa, nikusisitize tuendelee kufuatilia vipindi vinavyofuata kutoka TBC1, ukweli na uhakika. Mimi Bakari Msuya, asante na kwaheri. Bye bye.